Viongozi wa dini, viongozi wa kiroho, wanafuasi wengi, wanachopaswa kufanya ni kuhimiza amani itawale katika taifa letu wakati tunaelekea kwenye uchaguzi, kwa sababu tukumbuke hili ni taifa letu. Hata kuja mtu mwingine yoyote katika taifa hili kuja kudumisha amani dhidi ya sisi wenyewe wa Tanzania. Tunapaswa kuwa wazalendo, tunapaswa kuwa wakweli, lakini tusitumie siasa kama njia ya kwenda kuivuruga amani ya taifa letu. Tutumie siasa kama njia ya kutengeneza njia nzuri na sahihi ambayo itakwenda kukuza maendeleo katika taifa letu na kipato cha mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hawa viongozi wa siasa ni wajibu wao mkubwa ni kwenda kuhubiri amani katika nyumba za ibada kwa waumini wao, na hilo ndio jambo la msingi kwa sasa. Mimi naamini wakisimama hapo, taifa letu litavuka salama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na hapa tunataka tusaidiane, tueleweshane, kwa sababu kuna mtu anaweza katafsiri tofauti. Kila Mtanzania anayo haki ya kumchagua mtakaye, ila kwa mujibu wa teki kwamba hawa mapadri na watawa hawajihusishi au wasijihusishe kuvaa sala au kubeba mabango, hizi shughuli za kisiasa, lakini wanao haki ya msingi ya kumchagua mtakaye. Kwa hiyo mtu asije akasema bwana teki wamesema wamekatazwa wasipige kura. Kila Mtanzania anayo haki ya kupiga kura, na hawa teki hawa mapadri tunawazungumzia wataenda kupiga kura, isipokuwa wao kama viongozi wa dini wasionyeshe ile tunaita upande wao, kwa sababu dini haina chama. Kwa sababu pale kanisani unakutana na Chauma, unakutana na CCM, unakutana na Chadema, unakutana na vyama vyote vya kisiasa, wanakutana kanisani, na kinachokutanisha ni kimoja tu, kumwabudu Mungu. Lakini pia hii nafasi yao ambayo wao kama viongozi wa dini ambao tunawasikiliza, kwa sababu kama kuna mtu kweli ambaye msikilizi kiongozi wake wa dini, sasa wanaendaga. Mimi niendelee kusisitiza kwamba viongozi wa dini kwa imani zao na dini zao, kipindi hiki wanapaswa kwenda kuhubiri amani ya taifa letu, kwa sababu amani ya taifa letu ni jambo la msingi sana. Ndio maana sasa hivi unaona Tanzania inasifika kama kisiwa cha amani. Kwa hiyo hatupaswi kuvuruga amani yetu kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi utapita, Tanzania itabaki na maisha yataendelea. Chonde viongozi wa dini, mwende mkahubiri amani katika nyumba za ibada. Sawa, hebu tuweze kusikia hapa kwa undani wa taarifa hii ikielezwa na askofu. Hii imekaaje? Kwamba mwaka huu ni